limetokea Kenya ambalo linatrendisha sana, lina trend sana. Kuna binti ameuawa kwenye balcony ya apartment. Sasa katika kufuatilia scenario hile, kuna vitu vimeonekana pale katika mambo ya registration. Ndio kuna kitu ambacho nikasema nije nikizungumze, kwa sababu hayo mauaji yaliyotokea kwenye apartment yamejikuta yanahusisha hadi watu wengine ambao walikuwa hawafahamu kitu kinachoendelea. Ambapo scenario hiyo ni kama wewe sasa hivi Caster Dickson, ni mfano umepata mpenzi wako mkaamua kwenda kujipumzisha. Ni mfano, ndio maana nimesema kwenda kujipumzisha kwenye apartment. Ambazo hizi nazungumzia sio tu apartment, hata nyumba za kulala wageni. Sasa yule jamaa alipofika kwenye ile nyumba ya kulala wageni pale reception, alichokifanya ili kutokuharibu brand yake, akaandika jina la mwanae. Yaani labda mimi wewe ndo niandike jina langu pale kwamba huyu nileingia mimi leo kulala hapa naitwa Timotheo Ngalula, lakini wewe jina lako ni Caster Dickson. Pale hawana shida, kwa sababu hawataki hata kuangalia kitambulisho na nini na nini. Una saini, unaingia zako. Yule jamaa akasaini, kaingia na mtoto wa kike pale. Kilichokuja kutokea asubuhi, kuna kesi, binti kaanguka kwenye balcony ya apartment na amefariki. Kilichokuja kutokea, wakaanza kufuatilia details kwa sababu jamaa waliondoka. Baada ya ile tukio, jamani akapanic, akachimba. Sasa tunaanzia wapi? Kwenye jina. Huyo mgeni ni nani? Kwenye kitabu akaja kuona ile jina la yule jamaa. Wakaanza kumtrace, akaja kukamatwa rafiki ambaye alikuwa hajui hata kinachoendelea. Yaani ndio uje ukamatwe wewe. Yes. Sasa hii ndio ikaja kunipa nafasi ya kuweza kuzungumza na wamiliki wa apartment, lakini pia wamiliki wa hizi nyumba za kulala wageni, kwamba kuna umuhimu sana wa kujihakikishia kwamba huyu anayekuja kulala hapo ndio muhusika halisi. Yaani kwamba tunahitaji muwaulize vitambulisho. Jamani, tunasingiziwa sana kuandikwa majina. Mwisho wa siku kuna tukio litakuja kutokea, watakuja kuhusishwa hadi ambao hawahusiki. Lakini pia watu ambao mnachukulia masihara kwenda kwenye nyumba za kulala wageni, hizo sijui ma guest house, ma apartment, mnafika huko loji, unaona masihara tu, unaandika jina la mshikaji wako. Ya Mungu mengi, huwezi jua nini kitatokea kwenye chumba. Mimi kuna mwanangu mmoja, mtu kwenye msaa huyo siwezi kumtaja. Alikuwaga bingwa kuandika jina langu kwenye hoteli. Alafu wewe unakuta unafurahia tu, ulikuwa unaona ni jambo la kawaida, lakini Caster alikuwa na kuingiza kwenye riski moja kubwa sana. Kesho yake alikuwa akifika ofisini ananiambia, "Oya, jana ni hotel fulani mwanangu leo nimeandika jina lako." Sasa hiyo ni mbaya. Namwambia wewe, yani acha habari za kuandika jina lako. Utaki kumchekea. Alishaacha. Wewe umejuaje kama ameacha? Labda inaweza kama ameacha kukuambia, lakini anaandika. Anaendelea. Kama tabia yake ni kuandika majina ya watu, labda amepata mbadala wa mtu mwingine. Wewe unajijua ushaandikwa majina mara ngapi hapo? Lakini jina lako je, ushaandikwa mara ngapi? Siwezi kufahamu. Mpaka ije itokee msala kama huo. Ndio hiyo sasa nasema pia hao wahusika wa hizo sehemu za kulala, hawa watu wajihakiki. Mimi kiukweli mimi nafurahia sana Zanzibar. Zanzibar hoteli zao nyingi mzee. Siulia vya zenji. Wako very serious. Wanadai mpaka cheti cha ndoa. Sasa vuta, ndio hiyo nakwambia, yani kuna vitu vingine msiwaone watu wajinga.